Karibu tena mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Biomedia, tuangazie yale ambayo yamejiri kunako mitandao ya kijamii. Nini ambacho kimejitokeza kunako wasanii wetu hapa Bongo, na nikukumbushe tu kwamba Biomedia kuna kusogezea habari za udaku, habari za kijamii, siasa, michezo na burudani. Hivyo subscribe mtazamaji kwa ajili ya kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu pale ambako tunakuwa tumeziachilia hapa kwenye channel hii ya Biomedia. Kama kawaida official Rosdy mpaka tamati. Leo niko na story ambayo bidada Wema Sepetu amewaomba radhi wa Tanzania wote na mama yake mzazi kisa mavazi ya utupu ambayo alivalia pamoja na mwenzake Gigy Money. Sasa akaitwa Basata na Basata wakatoa onyo kali. So msanii maarufu sana wa filamu nchini na mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa mama Wema Sepetu ameomba radhi kwa kuvaa mavazi ambayo yalizua gumzo, yalizua mjadala kuhusu maadili na kuahidi kuwa tukio hilo halitajirudia tena. Bidada Wema anayefahamika pia kama Tanzania Sweetheart alitoa msamaha huo mara tu baada ya kuitikia wito wa bodi ya filamu Tanzania kufuatia picha zake ambazo zilisambaa mitandaoni na kuzua mijadala mikali kuhusu maadili ya wasanii. Akizungumza sasa baada ya kikao hicho, Wema alisema kuwa kilikuwa si kikao rasmi cha kisheria bali ni cha mazungumzo ya kukumbushana tu kuhusu maadili ya wasanii hapa nchini. Iko nukuu yake hapa. Bidada Wema anasema, nilikuja bodi ya filamu kuitikia wito. Kikao hakikuwa rasmi bali kilikuwa cha kukumbushana tu juu ya maadili kwa baadhi ya wasanii. Nimeyasikia na nimeyazingatia. Aliyasema hayo kwa unyenyekevu wa hali ya juu mwanadada Wema Sepetu mara tu baada ya kuitikia wito alivyoitwa na bodi ya filamu Tanzania. Lakini pia msanii huyo alikiri kuwa alikosea, lakini akaeleza kuwa amejifunza pia kutokana na tukio hilo na sasa anatambua vyema nafasi yake kama mtu mwenye ushawishi mkubwa ndani ya jamii yetu ya Kitanzania. Anakuambia kufanya kosa si kosa bali kurudia kosa ndiyo kosa. Nachukua nafasi hii kuomba msamaha kwa wote ambao niliwakwaza. Nimejifunza na haitajirudia tena, alisisitiza bidada Wema Sepetu kwenye msamaha wake ambao alikuwa naomba mbele ya waandishi wa habari kulingana na kosa ambalo alilitenda. Lakini pia alitumia nafasi hiyo kuomba radhi mashabiki wake na wale ambao wanamchukulia yeye kama kioo cha jamii, akiwahakikishia kuwa atakuwa makini zaidi na mienendo ya kwake. Anasema, ni washukuru bodi ya filamu kwa upendo wao. Nimejifunza kuwa nafasi yangu ni kubwa sana katika jamii. Naomba msamaha kwa wote ambao niliwakwaza. Aliongeza kuomba msamaha sasa bidada Wema Sepetu. Baada ya kuomba sasa msamaha huo baada ya tukio hilo, limeibua sana mjadala mpana kuhusu nafasi ya wasanii katika kulinda maadili, huku wadau mbalimbali wakihimiza umuhimu wa kuwajibika kijamii kutokana na ushawishi ambao wako nao. So mara tu baada ya Wema kuomba radhi wa Tanzania kwa mavazi ambayo yalishusha utu wake, mashabiki walimvaa mwanadada na msanii Gigy Money na yeye kwamba ndo chanzo cha kumpotosha mwenzake juu ya mavazi ambayo aliyavaa. Ni utovu wa nidhamu na kukosa maadili kwa sababu hawakumzoea Wema kuwa na muonekano wa aina ile. Lakini tokea ameonekana tu na Gigy amekuwa kama kabadilika fulani hivi. Lakini kwa vile kwamba aradhi, basi wa Tanzania na mashabiki zake wamemsamehe Wema, maana kufuatia hiyo interview mashabiki zake wametia neno pia kwa kudai kuwa wamemsamehe ila awe mbali na Gigy Money, maana akili za Gigy bwana huwa watu wanazifahamu yeye mwenyewe. Lakini pia hata yeye mwenyewe anajuaga kabisa akili zake anazifahamu yeye mwenyewe. Hata mama yake na bidada Wema Sepetu aliumizwa sana kuona mwanae akiwa katika hali ile, na alizungumza na kudai kuwa ni marafiki ambao hawaeleweki ndo wanampotosha mtoto wake Wema Sepetu. Lakini mpaka sasa hata yeye pia huenda kashamsamehe binti yake, maana siku zote mtu anayeomba radhi basi husamehewa. Hivyo hata kwa upande wa mama yake na Wema Sepetu hapo atakuwa amemsamehe bidada Wema ile maisha mengine yaendelee, kwa sababu aliitikia wito kule bodi ya filamu. Lakini pia ameomba radhi kwa Tanzania wote, mashabiki zake na wale ambao si mashabiki zake, lakini pia wale ambao wanamtazama yeye kama kioo cha jamii. Kama ambavyo tunajua baada hawa wasanii ambao ni maarufu
iwe ni wa Bongo Flava, uwe upande wa Bongo Movie, na kuna watu ambao wana ushawishi mkubwa kwenye jamii. Wako watu wengi sana ambao wanawatazama watu hawa kama kioo cha jamii. Sasa pale ambako wanakuwa wanafanya jambo ambalo ni kinyume na maadili ya jamii yetu ya Kitanzania, basi inakuwa inazua taharuki kwa namna moja ama nyingine kwa wale ambao wanamtazama. All in all, bidada Wema Sepetu ameomba radhi. Sasa nini maoni yako mpenzi mfuatiliaji wa Biomedia Channel juu ya hili? Unadhani Wema alikuwa anatafuta kiki au alivaa makusudi ili tu azungumziwe? Kwa sababu kiki na Watanzania ni mtu na rafiki yake. Unajua bidada Wema inawezekana alifanya hivyo ili kuwa mjadala ndani ya watu. So tunatamani kuona maoni yako. Je, alivaa kibahati mbaya, hakutarajia kwamba yatatokea hayo, ama alivaa kwa ajili ya yeye kuzungumziwa? Hebu dondosha comment yako kwa chini hapa, afu tutakuwa tunapitia next video. Hope umeenjoy mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel hii ya Biomedia. Habari mbalimbali zitakuwa zinakufikia hapa kwa wakati kabisa kwa ajili ya kuhakikisha una habarika. Subscribe mwanafamilia, itakuwa inapendeza ile kinoma noma. Mpaka wakati mwingine, kuna Official Rose D, endelea kutufuatilia.